Sifiwe. Kwa majina najulikana kama Evangelist Jimmy, na mchana huu wa leo nimekuja kwenu kuwaletea maneno haya ya baraka kwa ajili ya maisha ya mtu mahali hapa. Katika kitabu cha Mwanzo 8:5 tunaona ya kwamba mwezi wa 10 ilipofika wakati wa Noa, kila dhoruba ambayo ilikuwa imesimama wakati huo ilianza kupungua, maji yalianza kupungua. Kila hali ambayo iko juu yako siku ya leo pendo, nimekuja kukutangazia ya kwamba kama mbingu ishivyo, lazima mwaka huu lazima utafanikiwa. Wapende wasipende, haijalishi shetani ameongea kinyume kiasi gani ya maisha yako, haijalishi walikufunga wakakuweka mahali fulani, lakini mbingu ishivyo lazima itanena mema kwa ajili ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaona mwezi huu wa 10 mpendwa, ninaona ya kwamba kuna mtu Mungu anaenda kutengenezea ushuhuda, na ninaamini ya kwamba huu mwezi wa 10 ninajua kuna watu watakuja na ushuhuda katika madhabahu hii ya The Upper Room katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba na huyo mtu ambaye ninaona kwamba ni mgonjwa, ako na maumivu katika mwili wake masaa haya. Baba, ninasema ni asante, ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu ambaye Bwana ako na maumivu ndani ya mwili wake. Kuanzia sasa Jehova Baba, ninaomba mbingu ikasikie maombi haya mchana huu wa leo, ya kwamba Baba, hiyo miguu ambayo inakusumbua, hicho kiuno ambacho kimekuwa kila wakati kinakutatiza, kuanzia sasa ninaachilia uponyaji juu yako katika jina la Yesu Kristo. Hakuna uchawi utakaoinuliwa kinyume na afya yako utakaofanikiwa, maana maandiko yanasema ya kwamba tusiache mchawi aweze kuishi. Nami ninatangaza katika madhabahu hii ya The Upper Room, neema niliyoibeba juu yangu na ya baba wangu wa kiroho ikakutetea siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Yule aliyeshikilia haki yako siku hii ya leo akapate kuiachilia katika jina la Yesu Kristo. Yule aliyesimama kinyume na ndoa yako kuiharibu, ninamkamata katika ulimwengu wa kiroho kuanzia sasa, aiachilie ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Nimeharibu kila maneno yaliyonenwa kinyume na maisha yako, kinyume na kazi yako. Ninaona tena mtu mahali hapa, fedha zake kuna mahali alizipeleka, alipozipeleka pale yule mtu alimkopesha kwa njia ya kukopesha. Baada ya hapo mambo yakaanza kuharibika, kila akishika fedha haizi kuona kwamba iko na manufaa. Kuanzia siku ya leo huyo mtu anaachilia fedha zake katika jina la Yesu Kristo. Damu ya mwana Yesu Kristo ikatawale maisha yako siku ya leo. Pokea ushuhuda ndani ya miezi miwili, katika Novemba na hii Disemba unaenda kupokea ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea wanao mahali popote walipo, nchi mbalimbali. Jehova, naomba neema iliyo juu ya mfalme na neema iliyo juu ya baba wangu wa kiroho ikanene mema juu ya maisha ya wanao mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Hawatatumika na shetani. Shetani siku hii ya leo, wewe shetani uko na masikio, unayekamata wanao katika madhabahu hii ukawaachilie jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, ninakuinua, maana wanao Jehova wamepokea ushindi. Ninaona ukimpa mtu ushuhuda mahali hapa, ninaona Baba mtu akipata kazi mahali hapa, ninaona mtu akifunguliwa mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen.